kuna mapungufu ya uwiano baina ya mapato na matumizi. Maanake kuna kitu tunaita break even requirement. Hakuna hicho kitu. Na sio kama sijui kwamba kuna kamati ya fedha. Kamati ya fedha ipo ndani ya TFF ambayo inakagua mahesabu ya wakandarasi ambao timu pamoja na mikataba. Lakini shida iliyokuwepo, hii kamati inafanya kazi yake kiutendaji zaidi. Sio strategic financial management. Kwa hivyo inakagua tu, ikishakukagua inatazama mikataba kama imepikwa ama mahesabu yamepikwa, lakini inapeleka mbele na tunaendelea na hakuna ukaguzi huru. Hakuna ukaguzi huru. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushahidi wa hoja yangu ni kwa mujibu wa taarifa iliyowasilishwa katika mikutano mikuu ya mwaka 2023 2024 katika vilabu vyetu vikubwa vya Simba na Yanga ambavyo imeonesha hakuna uwiano kati ya mapato na matumizi. Kwa mfano, naomba ninukuu. Klabu ya Yanga iliripoti mapato ya takriban shilingi bilioni 21.2 dhidi ya matumizi ya bilioni 23.3 sawa na hasara ya bilioni 1.1. Wakati Simba iliripoti mapato ya shilingi bilioni 14.5 dhidi ya matumizi ya bilioni 19.3 sawa na hasara ya bilioni 4.8. Kwa hivyo hakuna uwiano kati ya mapato na matumizi. Lakini hatuna hakika hayo mapato je yapo? Hii kamati iliyokuwepo ndio maana huku mbele nakuja kupendekeza tuwe na Independent Financial Control Board ambayo itakuwa na mandatory ya kukagua hizo fedha. Je, ni kweli hayo mapato yapo na hayo matumizi yametumiwa na hii hasara inakwenda kwa nani? Kifedha na leo inashangaza. Tuna vilabu ambavyo Yanga imeanzishwa mwaka 1935 hivi, Simba 36. Lakini wakiondoka wafadhili katika vilabu hivyo, vilabu vyenye miaka karibu 100, akiondoka wafadhili katika vilabu hivyo vinashindwa kulipa mshahara wa mwezi mmoja wa wachezaji. Sasa una taasisi ambayo ipo miaka 100 inashindwa kulipa mshahara wa mwezi mmoja wa wachezaji. Kwa hivyo tunafurahia mpira, lakini kwenye ukweli hasa, na sasa duniani hapa tunatumia club licensing, lakini Europe tayari